Naitwa George Nyahende, ni mbunifu kutoka Arusha na pia ni mhitimu wa VETA. Hapa kwenye maonyesho nimekuja na bunifu. Baada ya kufanya tafiti zangu ambazo hazikuwa rasmi, niligundua kwamba kulikuwa na uhaba mkubwa wa mashine za kulelea watoto waliozaliwa kabla ya muda wao. Hivyo wengi walikuwa wanapoteza maisha, na wamama haswa wa vijijini walilazimika kukumbatia watoto wao baada ya kuwazaa wakiwa njiti, ambapo ilikuwa ni adhabu kubwa kwao kwanza pia, na hali ya usalama ilikuwa sio rahisi sana. Ndipo baada ya kuchunguza nikagundua kwamba hizi mashine zilikuwa zikitoka nje, zilikuwa zinauzwa ghali sana, na ndio maana zilikuwa hazipatikani sana. Ndipo nilipoijiwa na wazo la kubuni mashine ambayo itatumika hapa Tanzania, na nilipata bahati ya kuona zile za kutoka nje, na nikagundua zilikuwa na mapungufu fulani, ambapo kwetu huku ingekuwa ni shida kwa wahudumu. Kwa mfano, kama mtoto alikuwa na shida ya kupumua, kuna begi fulani walikuwa wakizibonyeza kwa mkono. Sasa kwa kule kwao ilikuwa rahisi, kwa kwetu utakuta labda wodini nesi wa zamu yuko mmoja, watoto wenye changamoto labda wako 10. Matokeo yake watakayenusurika ni huyo mmoja tu, 9 watapoteza maisha. Kwa hiyo mashine yangu nikaamua iwe tofauti na zile, kwamba hiyo kazi ya kubonyeza begi ifanywe na mashine yenyewe automatic. Kwa hiyo mhudumu mmoja anaweza kuhudumia watoto hata 100. Alafu pia zile za kutoka nje niligundua kwamba haziwekwi mizani. Matokeo yake inabidi wahudumu kila mara wambebe mtoto, wamkimbize kwenda kumpima uzito na kumrudisha kwenye mashine, ambayo pia ni adhabu na ni hatari. Nikaamua mashine iwe na mizani pale pale, kwamba akiwa amelala wanaweza wakaona uzito wake. Na pia kuna tatizo la ngozi ambalo limekuwa likikumba watoto wa aina hiyo, kuwa ngozi zinakuwa njano au matatizo mengine. Sasa inabidi kwa mashine zinazotoka nje, inabidi mtoto achukuliwe apelekwe kwenye chumba ambacho anafanywa matibabu ambayo inaitwa phototherapy. Sasa sisi kuepusha hilo, tuliamua mashine yetu, vitu vyote hivyo, mionzi hiyo iwe kwenye mashine hapo hapo ili iweze kumhudumia mtoto. Na pia tulijitahidi kwamba mashine hii itengenezwe kwa gharama ndogo ili iuzwe kwa gharama ndogo. Kwa hiyo badala ya serikali kuwekeza kuziweka hizi mashine kwenye hospitali ya rufaa peke yake, sasa hivi tunatarajia ziende mpaka kwenye zahanati za vijijini. Sasa hivi mashine hii iko kwenye mchakato wa usajili TMDA kwa mamlaka ya vifaa tiba. Sasa mchakato bado haujafika mwisho, kwa hiyo haijaanza kutumika hospitalini. Hapa nimekuja na ubunifu wa mashine ya kutotoa vifaranga ambao ni tofauti na zilizopo sokoni sasa hivi, kwa kuzingatia hali ya Tanzania ambapo maeneo ya vijijini imekuwa shida ya umeme, labda sio wa kuaminika, au vijiji vingine havijapata umeme kabisa. Mashine hii ina uwezo wa kufanya kazi katika mazingira yoyote. Kwanza inatumia umeme wa kawaida. Pili, ina uwezo wa kutumia umeme wa jua, yani sola, na pia inaweza kutumia gesi, hii mitungi midogo ya kupikia. Kwa sasa mtumiaji hatapata tatizo la nishati, na ina uwezo wa kutotoa vizuri kufikia 90%. Hii tuliyokuja nao hapa ina uwezo wa kuchukua mayai 300. Lakini zipo za size tofauti kuanzia mayai 30 mpaka mayai 1086, na zimeundwa kukidhi mahitaji ya Tanzania bila kujali ni wapi, mpaka vijijini. Hata kama hamna nishati yoyote ile, mashine itafanya kazi. Kwa hiyo ndio kama mnavyoiona hapa, na mtu anapoichukua inakuwa na warranty ya mwaka mmoja, na anakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa uhakika, tofauti na zile za kutoka nje ambazo ikishaharibika ni basi, kwa sababu zinaletwa na wafanyabiashara ambao hawana taaluma hiyo. Yeye anakuja kibiashara. Kwa hiyo mashine inapoharibikia, ukimfuata anakupa contacts za watu wa huko Ulaya walioiunda, kwamba wasiliana nao huko. Sasa inabidi mtu aitupe store, lakini ya kwetu kishainunua daima itabaki kufanya kazi. Sababu kwanza utapewa warranty ya mwaka mmoja, na baada ya warranty hiyo mwaka mmoja itakuwa inafanywa matengenezo bure kama itakuwa na shida yote. Hii baada ya warranty bado tutaitengeneza sisi, utakuwa unalipia tu gharama ya vifaa vitakavyorekebishwa.